Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mary Chatanda, Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa CCM Tanzania na mjumbe wa kamati kuu kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Queen Sendiga, mkuu wetu wa mkoa wa Manyara, mwenyeji wetu, Mheshimiwa Fred Kituru Isumaye, waziri mkuu mstaafu na mzee wetu wa mkoa wa Manyara, waheshimiwa mawaziri wote na naibu mawaziri mkiongozwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia maafa, waheshimiwa wenye viti wa CCM wa mikoa, na waona hapa Mheshimiwa Toima mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Ole Sabaya mwenyekiti mpya wa mkoa wa Arusha, na Mheshimiwa Martha Mlata Singida, tunashukuru kwa ujio wenu. Makatibu wakuu wote, naibu makatibu wakuu, wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge, wakurugenzi, waheshimiwa madiwani, viongozi wa dini, viongozi wa mila, wanahabari na wananchi, nirudie tena kuwasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tuko hapa tukiendelea kuwa na majonzi ya kuondokewa na ndugu zetu, lakini pia athari kubwa ya maporomoko ya udongo yaliyotokea siku ya tarehe 3 ambayo yameleta madhara makubwa hapa wilayani Hanang'. Mheshimiwa Rais, umma huu kama ilivyoelezwa na mkuu wa mkoa kwa pamoja na Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wa nchi, kwamba umefarijika sana sana, kwanza kwa maelekezo yako kwa serikali yako ambayo sisi watendaji wa serikali na usaidizi wako tumeyasimamia kwa uwezo wetu na kadiri ambavyo tumeona mahitaji ya eneo hili. Lakini mbili, umma huu umefarijika sana kwa uwepo wako hapa leo, na muda mfupi ujao utapata nafasi ya kutoa salamu zile za pole kwao. Mheshimiwa Rais, ulipoliona hili siku ya tarehe 3 ulinipigia simu nikiwa Ikwiriri na mawaziri, Mheshimiwa Mchengerwa na waziri wa nchi Mhagama, tukitekeleza majukumu yetu. Ukatuambia ona hiyo, hebu simamia na nipate taarifa. Tulipotoa taarifa, tulipotaka kupata taarifa mkoani, tukaambiwa hali ni mbaya na tukaanza kujipanga, tukakujulisha, ukatuagiza tushughulikie kikamilifu. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kuanzia tarehe 3 mpaka leo, na tutakuwa hapa mpaka tutakapohakikisha kwamba umma huu umetulia na wameanza kutekeleza majukumu yao vizuri. Mheshimiwa Rais, uliamua kusitisha ziara ya kikazi nje ya nchi, kurudi nyumbani kuungana na Watanzania, kuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha maombolezo, kipindi hiki cha huzuni. Watanzania pamoja na wanahanang' tumefarijika sana kwa tendo hicho, nasi tunaona mapenzi ulionayo kwetu. Maelekezo yako, maagizo ya kwamba unataka huduma ziende kwa wananchi kila eneo. Mheshimiwa Rais, timu ya mawaziri iko hapa toka tarehe 3, makatibu wakuu wako hapa, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za serikali wako hapa, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa. Tumekaa hapa na wananchi, tumefanya yale yote yaliyo muhimu. Umma huu unaoona umetulia sasa kwa sababu wanajua namna serikali yako ilivyoshiriki nao kwenye tatizo hili kubwa ambalo limewakabili. Mimi sihitaji kurudia tena yaliyozungumzwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama, lakini nataka nikuahidi kwamba tutaendelea kuwahudumia waathirika hawa wote ambao wamekutwa na tatizo hili, na tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunarejesha hali ya utoaji huduma, uendeshaji wa shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii kama ambavyo itatupendeza na kuona kuwa hali hiyo inarudi kwenye hali ya kawaida.
hii ikiwa ni kutekeleza maelekezo yako. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya ya huduma hizi ambazo zinaendelea, sisi serikali tumepata ushirikiano mkubwa sana na wenyeji hapa. Na mimi nataka nianze kuwashukuru wale wote ambao wameshiriki nasi kwenye hili na kufikia hatua hii ambayo leo unaona umma huu umetulia na unasubiri kauli yako Mheshimiwa Rais. La kwanza ni mshukuru mkuu wa wilaya hii ya Hanang' na kamati yake ya ulinzi na usalama pamoja na kamati ya maafa ya wilaya. Tatizo hili lilipoanza ndio watu wa kwanza kujitokeza, pamoja na halmashauri yake ikiongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na madiwani kushughulika. Lilipowazidi uwezo wakamfuata, wakamtoa taarifa mkoani, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama ya mkoa na kamati ya maafa wakaja kuunganisha nguvu ili kuendelea kutoa huduma. Niendelee kushukuru wana Hanang', wabunge wa wilaya hii wa mkoa huu wakiongozwa na mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Manyara Mheshimiwa Ole Sendeka pamoja na mbunge mwenyeji Engineer Hayum, walifanya kazi kubwa sana na wabunge wenzao, na wako toka siku ile tatizo lilipoanza mpaka leo hii. Na washukuru sana waheshimiwa madiwani, na washukuru sana waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yako yote hapa Hanang', mmefanya kazi kubwa. Mheshimiwa Rais, baraza la wazee limeshiriki sana kuleta utulivu kwenye eneo hili. Wazee hawa wamefanya kazi ya kukaa na ndugu na jamaa na wafiwa, kuwatuliza ili waendelee kupokea hili ambalo limeletwa limekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia tuendelee kushikamana pamoja na serikali ili kuweza kurejesha utulivu. Wazee wa mila tuliwashirikisha, viongozi wa dini wameshiriki kamilifu, viongozi na wananchi wote wa hapa wameshiriki sana katika kuwasaidia wale waliopata athari. Mheshimiwa Rais, ofisi ya mkuu wa mkoa kama nilivyosema awali, mkuu wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama pamoja na kamati ya maafa wamefanya kazi kubwa mzuri, na tumeshirikiana nao na tunaendelea kushirikiana nao. Naomba niendelee kutoa shukrani zangu kwa kamati ya maafa ya taifa inayoongozwa na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Jenista Mhagama pamoja na katibu mkuu Dr. Jonas James, ambaye pia ameshirikisha mawaziri na makatibu wakuu wa wizara zote katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma hapa pamoja na kamati yetu ya maafa. Niendelee kushukuru mawaziri mbalimbali wa wizara ambazo zimeguswa na athari hii na wanaendelea kutoa huduma kwenye sekta karibu zote ambazo zimepata athari. Na washukuru sana waheshimiwa mawaziri kwa kazi mzuri mlioifanya kurejesha hali hii. Mheshimiwa Bashungwa, mambo ya ndani na wizara zote na mawaziri mko hapa, tunawashukuru kwa kazi mzuri, na tuendelee kutekeleza majukumu yetu kwa sababu bado hali inahitaji usimamizi wa karibu. Nashukuru pia taasisi zetu mbalimbali ndani ya wizara na wakuu wa taasisi ambao pia mmeshiriki katika kuhakikisha kwamba mnarejesha hali ya utulivu eneo hili. Niendelee kuwashukuru pia sekta binafsi. Tumeona wenyeji wa mkoa wa Manyara sekta binafsi, Watanzania wote ambao wako kwenye sekta binafsi, mamitambo yaliyoko pale Mheshimiwa Rais yako yale ya serikali, lakini mengi ni ya sekta binafsi. Makampuni mbalimbali ambayo yanafanya kazi za ujenzi wametusaidia kutuletea mitambo ya kuendelea kuondoa maudongo, vifusi na takataka nyingine ambazo zimerundikana kwenye maeneo ambayo tunahitaji kutolea huduma. Na washukuru sana sekta binafsi. Lakini wako wadau wa maendeleo ambao wakati wote wanaendelea kutupigia simu na kutuuliza namna gani watafikisha michango yao, na wengine wamekuja hapa kushiriki nasi, tunawashukuru. Lakini pia Mheshimiwa Rais, Chama cha Mapinduzi kimeshiriki kutoka mwanzo. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Comrade Kinana alikuwa hapa. Wenye viti na makatibu wakuu wa jumuiya zetu za chama, UWT, Umoja wa Vijana, wazazi, walikuja hapa wakiwa na vifaa mbalimbali vya kuwasaidia waathirika. Tunawashukuru sana Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Chatanda uko hapa, mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi, tufikishie shukrani zetu. Kazi mlioifanya hapa imeweza kuleta manufaa na utulivu mkubwa. Lakini nataka nikushukuru pia wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tuko nao. Na ndio kwa sababu eneo limetulia. Tulikuwa na vifaa vingi vinapeperushwa huko na huko, lakini bado viko salama ingawa vimeharibika. Na hakukuwa na wizi wala udokozi wa aina yoyote. Hakukuwa na tatizo lolote la kiusalama. Eneo hili limetulia
kwa sababu ya uwepo wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, timu yako ilikuwa hapa, ofisi ya Rais Ikulu, kiongozwa na Mheshimiwa Lukuvi, lakini pia Alhaji Abdalla Bulembo, tulikuwa naye pia Mheshimiwa Balozi Luhavi na Mheshimiwa Heri, wote tulikuwa nao hapa tukishauriana namna bora ya kuweza kuifikia jamii na kuwahudumia. Tunawashukuru sana ofisi ya Rais Ikulu na wasaidizi wote wa Mheshimiwa Rais, ofisi binafsi, kwa kazi mzuri ambayo imeifanya kazi hapa. Mheshimiwa Rais, naomba niwashukuru wanahabari. Wanahabari ndio walioanza kutujulisha ukubwa wa tatizo hili na Watanzania kuweza kutukimbilia hapa. Wanahabari wameendelea kutoa taarifa za maendeleo ya huduma inayotolewa na serikali hapa. Wanahabari wameendelea kuwatuliza wananchi kupitia vyombo vya habari. Tunasikia mahojiano, namna ambavyo wananchi wanakiri, wanapokea huduma za serikali. Kazi imefanya na wanahabari. Endeleeni kuhabarisha Watanzania, endeleeni kuwasihi Watanzania kuwa watulivu katika kipindi hiki cha majonzi ya kuondokewa, lakini pia majeruhi ndugu zetu hapa tulipo. Mheshimiwa Rais, nimalize kwa kuwashukuru waheshimiwa wakuu wa mikoa ya jirani ambao walitukimbilia hapa kumkimbilia mkuu wa mkoa mwenzao. Tumeona mkuu wa mkoa wa Arusha ameshiriki kamilifu, mkuu wa mkoa wa Singida ameshiriki kamilifu, na mkuu wa mkoa wa Dodoma wamekuja hapa. Wameleta pia na magari mbalimbali yaliyosaidia angalau kutoa huduma mbalimbali hapa, na mitambo kama ya kuchimba maji ya mikoa yote iko hapa kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma. Tunawashukuru sana waheshimiwa wakuu wa mikoa majirani kwa michango yenu. Mheshimiwa Rais, tunajua waliotoa michango ni wengi, lakini tuseme wale ambao wa mwanzo walitokimbilia, naomba niwashukuru. Nimetoa shukrani zangu kwa Chama cha Mapinduzi walioleta vyakula, maji, magodoro na mablanket, lakini pia Bwana Adolf Wangu, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya African Harmony Industry and Trade, alituletea vyakula tani 15 vilivyosaidia kuongeza chakula kwenye benki yetu ya chakula ambayo tunaendelea nayo kuweka chakula, kuwapa chakula. Na Mheshimiwa Rais, tuna chakula cha kutosha mwezi mzima kwa hudumia wale waathirika pahali hapa. Na bado tunakaribisha wengine ambao pia watatuletea chakula ili tuendelee kuwahudumia wenzetu walioharibikiwa mashamba, lakini ambao wamepoteza vyakula kwenye nyumba zao. Nataka nishukuru pia taasisi za serikali chini ya msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu. Ameendesha changisha kwenye taasisi zake na amefanikiwa kupata ili ziendelee kuratibiwa vizuri na kamati ya maafa ili ziweze kusaidia umma uliopata athari ya eneo hili. Bila kuwasahau wafanyabiashara, wanajumuiya wafanyabiashara wa hapa Hanang, ndio watu wa mwanzo kabisa waliotoa maji, unga, vyakula kwenda kwenye makambi kama chakula cha awali, na jumuiya wanafanyabiashara wa mjini Babati. Hawa wametushika mkono kutoka mwanzo kabisa, na utulivu wetu ulitokana na jitihada zao. Na washukuru sana wanajumuiya wafanyabiashara wa hapa Katesh, lakini na maeneo haya ya wilaya Hanang pamoja na pale Babati, kwa msaada wenu mlioleta kwa awali na kuwezesha hapa jamaa ndugu zetu kuwa kwenye hali ya utulivu. Mheshimiwa Rais, umma huu unakusubiri wewe kukusikiliza, na umekuwa na hamu ya kuja kuona, lakini kutamka neno la pole kwao baada ya kuwa nimetoa salamu za shukrani. Na sasa nikukaribishe uzungumze na umma huu wa waombolezaji hawa. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa Rais.